kufanya maamuzi mbalimbali. Mbinu hizi zimejikita hasa katika dhana ya kuinua uchumi kuanzia ngazi ya mwananchi mmoja mmoja hadi kwenda kwenye kata, hadi kwenda kwenye tarafa, kwenda kwenye halmashauri, na kuwafikia wananchi katika maeneo yao yote kutokana na mamlaka walionayo katika maeneo yao husika. Na msingi wa maneno haya ni mafanikio kuwa katika vijiji na miji yenye uhai wa kiuchumi ambavyo vitakuwa ni mawakala wakuu wa mabadiliko, yani transformative agents ndani ya jamii, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukiwatambua mbalimbali, kushirikiana na vituo mbalimbali, vituo vya uwekezaji TIC, Benki ya Dunia, JICA na wengine. Serikali yetu kupitia ofisi zetu za wakuu wa mikoa, kama anavyofanya mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, imekuwa ikiandaa regional investment profile kwa kila mkoa. Profile hizi sina hakika kama mwana Arusha unazifahamu. Sina hakika kama mwana Rukwa anazifahamu, au mikoa yote 26 ya Tanzania bara, Watanzania katika maeneo yao kama wanafahamu tuna kitu kinaitwa regional investment profile. Labda kwa wafanyabiashara ambao wako karibu na serikali yetu. Sasa msingi wa uwepo wa profile hizi ni dira za uwekezaji zinazoonyesha kwa uwazi kabisa fursa tulizonazo na kuwaalika wawekezaji mbalimbali, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, kuja kushiriki katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa kati, safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa juu. Kama alivyosema rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika moja ya hotuba zake, hasa hotuba alivyolihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, alisema maneno haya, na mimi nitayarudia kwa sauti yangu: mbali na kulinda na kutunza tunu za taifa letu, tunakusudia kuelekeza nguvu kubwa katika kusimamia ukuaji wa uchumi. Maneno haya Mheshimiwa Rais yanaakisi mwanga wa viongozi wetu wote katika generation zilizopita, ambao msingi wao na ambavyo Profesa Lumumba amesema hapa, tafsiri ya maono ya baba wa taifa kuhusu maendeleo, watu, siasa safi na uongozi bora ni kupitia falsafa hii ambayo rais wetu amekuwa akisisitiza katika mikutano mbalimbali na hasa hotuba yake katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 2021. Sasa kupitia kongamano hili, mkoa wa Arusha kwa jitihada za mkuu wa mkoa, maana yake umekwenda kufungua na kuweka kusudio la kuwafanya wakazi wa jiji la Arusha au mkoa wa Arusha kutambua fursa zilizopo katika mkoa huu. Na mkuu wa mkoa na timu yake wamekwenda kujenga daraja muhimu la kutangaza fursa zake za kiuchumi. Kwa sababu leo hii tuko hapa, lakini mamilioni ya Watanzania wanafuatilia mjadala huu. Maana yake fursa ambazo waziri wa viwanda amevizungumza hapa kuhusu mkoa wetu huu wa Arusha, mikakati ya serikali ambayo inakwenda kuzinduliwa hivi karibuni, uwekezaji mkubwa katika eneo la magadi sasa na maeneo mengine, ni fursa ambazo mkuu wa mkoa ameziweka wazi kwa Watanzania
kuja kujionea, na amewakaribisha wawekezaji mbalimbali wa ndani na nje ya nchi kuja kushiriki, sekta binafsi kuja kushiriki na kufanikisha mipango ambayo yeye ameiota kwa ajili ya wananchi wa Arusha. Mkazo mkubwa katika kikao hiki, katika nyaraka mbalimbali, hotuba zilizoasisiwa za waasisi wetu, baba wa taifa na marais wote waliotangulia, ni mwenendo ambao mkuu wa mkoa ameuchukua, viongozi wa Arusha wameuchukua katika kuongeza mkazo wa ukuaji wa uchumi. Kukuza uchumi tunaita kukuza uchumi mahalia, yani inclusive local economic development. Dhana hii inahakikisha kila mwananchi ananufaika na rasilimali za mkoa huu na taifa kwa ujumla. Lakini ili ndoto hii iweze kufikiwa, ni lazima tukabili changamoto mbalimbali. Na moja ya changamoto kuu ambayo nimeiona imekuwa kikwazo kwa muda mrefu ni migogoro ya mipaka ya ardhi, migogoro ya mirathi. Kutopangwa na kutopimwa kwa maeneo ya makazi na maeneo ya biashara. 3, uvunjifu wa mipango kabambe ya miji na vijiji. 4, ukuaji holela wa miji midogo. 5, ukosefu wa uratibu jumuishi wa sekta. Na 6, ni uharibifu wa mazingira. 7, ni upungufu wa vyanzo endelevu vya fedha kwa maendeleo. Dira yetu ya mafanikio ni matumizi bora ya ardhi, ikiwa ni rasilimali ya maendeleo na si chanzo cha migogoro. Ustawi wa mikoa yetu hautokani na maazimio ya makaratasi. Ustawi wa mikoa yetu hii hautokani na maazimio ya makaratasi pekee, bali hutokana na uthubutu wa viongozi wetu kwenda kuondoa matabaka baina ya walionacho na matabaka ya wasionacho. Hivyo kila mkoa, kama ambavyo mkuu wetu wa mkoa huu wa Arusha amefanya, ina wajibu wa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kufanya tafiti za kina za fursa zilizopo. Mkuu wa mkoa hapa ametaja fursa kadhaa zilizopo katika mkoa wetu huu Arusha. Lakini wajibu sasa upo katika kila mkoa kuainisha fursa zilizopo katika mikoa yao, kufanya makongamano ya aina hii ili wananchi katika mikoa yao waweze kujua fursa zilizopo katika mikoa, halikadhalika fursa zilizopo katika wilaya zao. Lakini wakuu wa mikoa kwa mujibu wa taratibu na hati idhini inayotoa miongozo ya mamlaka yao katika mipaka, wana wajibu wa kusimamia kila linalokuja katika mikoa yao. Pamoja na kwamba tunao mawaziri wa kisekta, lakini linapokuja swala la umeme, kwa mfano mkoa huu wa Arusha, mkuu wa mkoa anawajibika moja kwa moja bila kujali kwamba jambo hilo si la TAMISEMI. Yeye kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais hapa, maanake mkuu wa mkoa hapa ndio rais wa mkoa, mkuu wa wilaya ndio rais wa wilaya, lakini hawa wamekasimiwa mamlaka yao na Mheshimiwa Rais katika kipande cha mamlaka ya utawala. Maana mkuu wa wilaya hapa hawezi kuvuka mpaka wake wa utawala nje ya wilaya yake. Halikadhalika kwa mkuu wa mkoa, hata anapotoka hapa anakwenda Kilimanjaro, akitoka hapa ameweka bendera yake, akifika katikati ya mpaka wa mkoa wa Kilimanjaro atalazimika kuivua bendera yake, kwa sababu tayari mipaka ya utawala kwa mujibu wa hati idhini
ya mkoa wa Kilimanjaro yupo mkuu wa mkoa kule mwingine wa Kilimanjaro. Kwa hiyo ni wajibu kwa wakuu wa mikoa katika maeneo yao kutambua changamoto za kila sekta katika mikoa yao. Lakini ni lazima katika kila mkoa, kila mkuu wa mkoa kutafuta majawabu ya changamoto nilizozungumzia, majawabu na kutekeleza wajibu wao katika maeneo yao. Lakini 4, kila mkuu wa mkoa ana wajibu wa kuanzisha ubia mtambuka, yani multi-sectoral partnership. Hii itazingatia dira ya maendeleo ya taifa, lakini pia tunaanza kwanza dira ya maendeleo ya mkoa, dira ya maendeleo ya taifa kwa ujumla ambayo imetoa miongozo. Dira ya maendeleo ya mkoa itatunyoosha moja kwa moja katika mikoa yetu, mipango yetu, wajibu wetu, namna tunavyochangamkia fursa, tunavyozitangaza na kuwaalika wadau mbalimbali kuja kushiriki nasi. Lakini dira ya maendeleo ya taifa ambayo Profesa Kitila amegusia katika eneo hilo. Lakini katika kuhakikisha mazingira wezeshi ya uwekezaji, serikali yetu kupitia ofisi yetu, ofisi ya Rais TAMISEMI, tunaendelea na ujenzi mbalimbali wa miundombinu ya barabara katika vijiji na miji kupitia TARURA. Tunapojenga barabara katika vitongoji, katika vijiji, hatujengi tu barabara, bali tunajenga daraja ambalo linamfanya mwanakijiji aliye kijijini kutoka na kwenda sokoni kwa uharaka zaidi. Maana yake tumeongeza fursa, tumeongeza mnyororo, daraja ambalo litawafanya wakulima kusogeza mazao karibu kwa wananchi au kusogeza mazao karibu na soko. Na katika hili lazima tumpongeze rais wetu kwa sababu bajeti ya TARURA ina ushiriki moja kwa moja na uboreshaji wa miundombinu ya mijini na vijijini. Imeboreshwa sana kutoka bilioni 200 mpaka sasa tumekaribia trilioni 1.3. Ni kiwango kikubwa sana. Na katika hili kumekuwepo na changamoto nyingi ambayo sisi kama Watanzania wazalendo tungetamani sana kiwango hiki cha fedha kibaki hapa hapa Tanzania. Lakini tumekutana na changamoto nyingi katika kuchangamkia fursa hii ya kiuchumi. Na moja ya changamoto ni kukosekana kwa mitaji kwa wakandarasi wazawa, kukosekana kwa uwezo, kukosekana kwa mafunzo mbalimbali. Na ndio sababu nilipoteuliwa katika wizara hii miaka 2 iliyopita, moja ya kazi kubwa niliyofanya ni kuhakikisha tunawashika mkono wa Tanzania, tunakuwa wabunifu na kuwawezesha wakandarasi wazawa kuweza kujikwamua, kuweza kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi za ujenzi wa miundombinu yetu. Inastaajabisha sana kuona tunawakaribisha wageni, hasa makampuni kutoka mataifa mbalimbali, kuja kushiriki katika ujenzi wa barabara yenye thamani ya bilioni 1, bilioni 2, bilioni 5, yani kilomita 3, kilomita 4, kilomita 5, ujenzi wa masoko yenye thamani ya bilioni 5, kushiriki moja kwa moja kuchangamkia fursa hizi za kiuchumi. Kwa hiyo ndani ya wizara nikaona ni wakati sasa kwa nafasi tulizopata tuache alama, na alama hii ni ya kutengeneza ubunifu, na tukaja na kitu kinaitwa Samia Bond. Na tulipoibuni Samia Bond, watu wengi hawakuamini kama tunaliweza kufanikiwa. Tulianzisha mchakato huu, watu wengi hawakuamini kama tunaweza tukalifanya jambo hili kwenda kuwasaidia Watanzania, hasa wakandarasi wazawa kuweza kuwakwamua. Kwa sababu moja ya changamoto kuu ambayo wakandarasi wazawa wa Tanzania wamekutana nayo ni ukosefu wa mitaji.
ukosefu wa mitaji, ukosefu wa vifaa. Unaweza kumpa mkataba lakini akashindwa kuifanya kazi kwa sababu ya kutokuwa na mtaji wa kuianza hiyo kazi. Ukosefu wa dhamana. Mabenki mengi wanapokwenda kuomba dhamana wanahitaji nao waweke dhamana. Kwa hiyo makampuni mengi ya Kitanzania yalilazimika kutafuta mali kuwekeza benki ili kuweza kupata dhamana. Tukasema tuje na kitu ambacho kutayaondoa makampuni ya Watanzania katika kwenda kutafuta dhamana, kuhangaika kutafuta dhamana. Ndipo tulipokuja na Samia Bond. Na Samia Bond hii inawafanya sasa makampuni ya wazawa kwenda kuchukua mkopo bila kuwa na dhamana. Bila kuwa na dhamana. Ukiwa tuna mkataba wa kazi, maana yake utaweza kukopeshwa na benki ambayo tuliingia makubaliano, benki ya CRDB. Tulitamani tukusanye bilioni 150. Lakini tukashangaa katika mzunguko wa uchumi tukakusanya bilioni 320. Na zaidi ya 80% ya kiwango hiki cha fedha ilikuwa ni fedha mpya. Ni fedha mpya kabisa ya watu ambao hawakuwahi kuwekeza katika mabenki, na wengine hata akaunti za benki hawakuwa nazo, lakini walikuwa na fedha majumbani. Kwa hiyo tulipoianzisha hii, tukaingiza katika mzunguko wa fedha bilioni 323, fedha za Watanzania, wengine vijana wa bodaboda, wengine madereva taxi, wengine wafanyabiashara ndogo ndogo kabisa, wengine wanafunzi walijitokeza. Wapo walionunua bondi kwa shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2. Tukajikuta katika mzunguko wa uchumi tumekusanya bilioni 323, lakini matarajio yetu ilikuwa ni bilioni 150 ambazo zingekwenda kuwasaidia wakandarasi wazawa. Kwa hiyo kazi hii tuliifanya kwa sababu tunaamini tukiwawezesha Watanzania tunaliweza kubakiza fedha hii hapa nchini na kukawa na mzunguko mkubwa wa fedha na uchumi wetu ukaweza kupiga hatua. Kwa hiyo kazi kubwa na daraja tulilotengeneza la uboreshaji wa miundombinu ya kuwafanya Watanzania wa vijijini kuungana na Watanzania wa mijini kwa kutengeneza barabara, si barabara tu, tulitengeneza uchumi ambao ulimwezesha mkulima kuleta mazao sokoni bila bugdha, bila tatizo. Na kiwango cha maboresho haya ni kikubwa sana. Uboreshaji wa ujenzi katika barabara za lami, changarawe, ujenzi wa madaraja ambayo tunayaita ni kiungo cha uchumi wetu katika taifa hili. Lakini serikali yetu pia inatekeleza programu ya maboresho ya miji. Jana tumesaini mkataba hapa wa zaidi ya bilioni 30. Mkataba huu si kwa Arusha peke yake, kwa sababu dhamira ya rais wetu ilikuwa ni kwenda kubadilisha vitongoji kuwa vijiji, kuvitoa vijiji kutoka kwenye vijiji kuwa mitaa, kuitoa mitaa kuwa miji, na kutoa miji kwenda kuwa majiji makubwa, na majiji kuyabadilisha kuwa ni majiji ya ushindani. Nadhani kitaalamu kindengereko wanaita metropolitan city. Majiji kitaalamu kindengereko metropolitan city. Kwa hiyo mradi huu wa maboresho ya miji ni miongoni mwa miradi ambayo serikali yetu inaibeba kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa. Tunapojenga masoko ya kimataifa ambayo yanajengwa Arusha, yanajengwa Dar es Salaam kupitia mradi wa DMDP, yanajengwa katika miji yetu yote kule Kahama, yanajengwa Geita na maeneo mengine, maana yake tunashiriki moja kwa moja katika kukuza uchumi wetu, na masoko hayo yatatumiwa na mataifa mengine, tukitambua kwamba nchi yetu ipo katikati, imezungukwa na mataifa mengi. Pengine katika kila mkoa utakutana na watu wa mataifa mengine mbalimbali. Kwa hiyo kazi hii imefanyika kuhakikisha kwamba tunaboresha miji yetu na kuifanya miji yetu kuwa ni miji shindani. Lakini tukumbuke pia msemo wa bwana mmoja anaitwa Master Kong.
aliwahi kuzungumzia zile kanuni za Confucius. Huyu ni filosofia wa Kichina aliyeishi katika kati ya miaka 479 na 551. Ameishi takriban miaka 72. Aliwahi kusema, ili kusonga mbele usijielekeze tu kwenye kile kinachoonekana sasa. Jiulize pia, mji wako unahitaji kuwa na nini miaka 30 ijayo? Nadhani hili ni swali ambalo profesa amelizungumza hapa. Tujiulize, miaka 30 ijayo tunahitaji kuwa na nini? Kwa pamoja, nina imani kwamba tukiwa na mshikamano, tukiwa na dira na dhamira njema, tutaijenga Tanzania. Tanzania itakayotoa fursa na nafasi kwa kila Mtanzania kuishi, kufanya kazi na kuwekeza na kustawi. Na hii ndio Tanzania ambayo Rais wetu Dr. Samia ametamani. Tanzania ya watu, Tanzania ya maendeleo na Tanzania ya mafanikio jumuishi. Katika karne hii ya 21, maendeleo hayapimwi tena kwa kasi ya magari barabarani, bali kwa kasi ya miji, kwa kasi ya vijiji kubadilika na kuwa ni kitovu cha uchumi, uvumbuzi na ustawi. Hivyo narudia kwa kusema kwamba jukumu letu lisiwe tu katika kusimamia, bali jukumu letu linapaswa kuwa katika kuhakikisha kwamba tumeongoza mageuzi. Tunayo mamlaka ya upangaji, mamlaka ya serikali za mitaa katika wilaya na miji zinazo dhamana ya kutoa vibali vya ujenzi kwa njia ya kisasa kabisa, zikiwemo mifumo ya kielektroniki ili kuwezesha maendeleo ya sekta ya makazi, yani real estate, majengo ya biashara, hoteli, maeneo ya michezo na sanaa, maonesho ya kilimo, viwanda, teknolojia na ujasiriamali. Kwa hatua hii, mkoa wetu huu wa Arusha unakuwa ni sehemu ya mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini, ambapo mipaka ya kijiji na miji haina tena maana ya utengano, bali utegemano. Kama alivyosema Profesa Klaus Schwab, katika dunia ya leo, mipaka ya kiuchumi ni ya akili tu na si ya ramani. Katika dunia ya leo, mipaka ya kiuchumi ni akili zetu wenyewe tulizozifungamana, lakini si mipaka ya ramani. Kwa kutumia teknolojia za kidijitali katika kutoa huduma na kukusanya mapato, tunatekeleza kwa vitendo ajenda ya mageuzi ya vijiji ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ajenda ya kubadilisha Tanzania kutoka kijiji cha walalamikaji kuwa kijiji cha wavumbuzi. Natoa wito kwa wakuu wa mikoa kote nchini kusimamia kwa dhati utekelezaji wa ajenda hii. Na hii si ajenda ya kisiasa, bali ni ajenda ya kimaisha. Ni ajenda ya kuwasha mwanga wa maendeleo vijijini, kwa kutambua kuwa maeneo ya utawala yanapitia mabadiliko ya kijiografia na kiikolojia kutokana na kuibuka na kupanuka kwa miji mipya. Na tusipojipanga vyema leo, kesho tutalazimika kujitetea. Tusipojipanga vyema leo, kesho tutalazimika kujitetea. Leo hii mataifa yote duniani yanajitahidi kuimarisha nguvu za kiuchumi za watu wake. Tukumbuke makubaliano ya kimataifa kama malengo endelevu 2030, ajenda ya Afrika ya mwaka 2063, dira ya SADC ya mwaka 2050, dira ya East African Community ya mwaka 2050, na hata dira ya maendeleo ya taifa Tanzania ya mwaka 2050. Yote haya lengo ni moja tu, kuhakikisha maendeleo hayakai mijini peke yake,
bali yanafika hadi kwenye viganja vya wananchi wetu wa kawaida kabisa kule vijijini. Kwa msingi huu, tawala za mikoa na serikali za mitaa zina wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba dira hizi zinatafsiriwa kwenye mazingira halisi ya vijijini na katika miji yetu. Kupima maendeleo kupitia viashiria vya ukuaji kama vile ongezeko la uwekezaji, viwanda vya uchakataji mazao, upatikanaji wa huduma za maendeleo ya kiuchumi, iwe ni kwa mtu mmoja mmoja au ni kwa taifa kwa ujumla. Naomba nisisitize huku nikimalizia, lengo letu si kuwa na vijiji vya kusubiri misaada, bali kuwa na vijiji vinavyozalisha, miji inayotengeneza ajira na kusudia taifa kwa ujumla. Kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maendeleo ni watu, maendeleo si vitu. Naomba kumalizia na kuishia hapo kwa sasa. Asante sana. Ratiba hii ilivyokuwa, tulipaswa kupata break ambayo ni ya saa nzima kwa ajili ya